ajili ya neema hii. Asante kwa ajili ya kibali chako. Tunakutukuza tena asubuhi ya leo ambayo umetuamsha kwenye mapambazuko haya. Bwana, hata tumeiona siku hii. Mungu, tunakuadhimisha peke yako, utufichae ili adui asitupate. Roho Mtakatifu, asante kwa kuwa uko tayari tena kutuhudumia kwenye mapambazuko, kwenye lango hili la asubuhi. Wewe umetuma habari njema kwetu ili tuweze kutembea kwenye makusudi yako tena katika asubuhi ya leo na katika siku ya leo. Tunajiweka wakfu tena mikononi mwako kwa ajili ya siku hii. Ruhusu uwepo wako na nguvu zako na upako wako uwe pamoja nasi, Bwana, na yale mapenzi yako mema yapate kudhihirika tena kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunajiweka wakfu mioyo yetu, nafsi zetu na roho zetu na miili yetu, Bwana, kwenye madhabahu yako asubuhi ya leo. Utuguse kwa upya, useme nasi kwa upya, uisha fikra zetu na mawazo yetu, uisha akili zetu na miili yetu, katika jina la Yesu. Weka na usikivu wa ndani, weka na utulivu wa ndani, fungua na fahamu zetu, Bwana, zipate kupokea sawasawa na mapenzi yako. Hii ni asubuhi mpya ambayo hatujawahi kuingia, na tumeingia leo kwa neema. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tufunulie yaliyo ya kwako, Bwana. Mbingu zako zifunguke na kuachilia msaada kwenye mapambazuko haya asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu aliye hai. Amen. Ninaomba uketi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kama unaelewa sema amina. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Usikivu wa kiroho maana yake nini? Usikivu wa kiroho maana yake nini? Maana ya kwanza ni uwezo wa kusikia, kuelewa ulichosikia na kutenda sawa sawa na ulivyosikia. Aposema usikivu wa kiroho maana yake ni uwezo wa kusikia, kuelewa ulichosikia na kutenda sawa sawa na ulivyosikia kutokea rohoni. Usikivu wa kiroho ni uwezo wa kusikia, kuelewa ulichosikia na kutenda sawa sawa na ulivyosikia tokea rohoni. Ngoja nikupe mfano mmoja. Ukisikia mtu anasema nimeota ndoto, na kwenye ndoto nilikuwa ninasikia maneno, au mtu anasema kuna ndoto inanisumbua sana lakini sielewi maana yake nini. Unaelewa maana yake? Katika eneo ambalo wamekwama ni la usikivu wa kiroho. Usikivu wa kiroho perfect, uliokamilika, ni mtu anasikia, anaelewa alichosikia na anatenda sawa sawa na alivyosikia. Ukisikia ukaelewa alafu usitende sawa sawa, kwa sababu kuna aina ya mazungumzo Mungu anakuwa anaongea, au unaletewa kama ndoto au kama maono, ukasikia na ukaelewa, lakini ukawa huna uwezo wa kutenda. Maana yake bado umemiss. Eneo la kujiombea zaidi ni eneo la usikivu, na utaona Roho Mtakatifu akikuhimiza sana, ombea ufahamu wako, ombea akili yako, uwai, ili uwe na uwezo sasa, sio tu kuchanganua, kuelewa, lakini kufanya maamuzi ya kutenda. Amen, amen. Maana ya pili, tunaposema usikivu wa kiroho maana yake nini? Usikivu wa kiroho maana ya pili, maana yake ni utii wa maelekezo unaoyapokea kutoka katika ngazi ya juu kiroho, yani kutoka kwa Mungu. Utii wa maelekezo unaoyapokea kutoka katika ngazi ya juu kiroho,
yaani kutoka kwa Mungu. Narudia tena, utii wa maelekezo unayoyapokea kutoka ngazi ya juu kiroho, yaani kutoka kwa Mungu. Na ndio maana usikivu na utii mara nyingi hutumika kama neno moja katika Biblia. Anaposema mkitii, maana yake mkiwa na usikivu juu ya kile ninachowaambia. Ni utii wa maelekezo unaoyapokea kutoka katika ngazi ya juu kiroho. Na ngazi ya juu kiroho maana yake Mungu, maana yake Roho Mtakatifu. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, Musa akawaita Waisraeli wote akawaambia, enyi Israeli, zisikieni amri na hukumu ninenazo masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Angalia hiyo mstari. Anasema Musa akawaita Israeli wote akawaambia, enyi Israeli, zisikieni amri na hukumu ninenazo masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Mstari wa pili, Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horebu. Sasa ukiendelea pale chini anaendelea, anasema Bwana akufanya agano hili na baba zetu, bali na sisi, yaani sisi sote tuliopo hapa tu hai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa ukiangalia mstari kuna msisitizo, anazungumza juu ya zisikieni amri zangu, amri na hukumu ninenazo masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Lile neno kuangalia kuzitenda maana yake mfanye sawa sawa na vile mlivyoagizwa, maana yake mtii, maana yake mtende sawa sawa na kile mlichoambiwa, maana yake mthamini na kufuatilia kile mlichoambia na kukifanya sawa sawa na vile Mungu anavyosema. Sasa unaposoma hapa unagundua ni utii wa maelekezo unaoyapokea kutoka ngazi ya juu. Musa anapozungumza juu ya amri alikuwa anazungumza kwa niaba ya Mungu. Manake anachokisema sio cha kwake ila ni cha Mungu aliye hai. Na anawasisitiza Israeli wapate kutii. Amen, amen. Kwa hiyo usikivu ni utii wa maelekezo unaoyapokea kutoka katika ngazi ya juu kiroho, yaani Mungu. Okay, maana nyingine, usikivu ni hali ya moyo kuwa tayari kupokea, kuelewa na kutii maelekezo au anachosema Mungu bila kujali yanakugharimu kiasi gani. Angalia hiyo pointi. Hii inaongeza kitu kingine. Anasema ni hali ya moyo, maana yake sio kitu cha nje, ni kitu cha moyoni. Usikivu, hali ya moyo kuwa tayari, ule utayari wa moyoni wa kupokea, kuelewa na kutii maelekezo au anachosema Mungu bila kujali anakugharimu kiasi gani. Na mfano huu utauona kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 22. Utaona kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 22. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Sura ya 22 kuanzia utaandika kuanzia mstari wa kwanza. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 18. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 18 utaona Mungu aliamua kumjaribu Ibrahim. Aliamua kumjaribu, maana yake anamfanyia kitu kinaitwa testing. Kwenye Biblia ya Kiswahili kila eneo limeandikwa jaribu, 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 lakini Biblia hiyo hiyo utakuta maneno mengine yanasema Mungu hamjaribu mtu. Alafu Mwanzo inasema Mungu akamjaribu Ibrahim. Yakobo anasema Mungu hamjaribu mtu. Biblia ya Kiingereza ya Kiswahili haina maneno ya kutofautisha, lakini ya Kiingereza inatofautisha. Hapa anaposema Mungu akamjaribu Ibrahim, utaona ya Kiingereza inazungumza juu ya test, not temptation.
testi, kwa sababu testi inatoka kwa Mungu, lakini temptation inatoka kwa devil, inatoka kwenye mwili wako, inatoka kwenye tamaa zako mwenyewe. Temptation maana yake mtu hujaribiwa kwa tamaa zake, mtu anaweza kujaribiwa na shetani. Lakini testi maana yake ni Mungu anakupa, ni kama vile mtihani. Haleluya, watu wa Mungu, sio kukujaribu ili uangamie. Na ndio maana testi ya Mungu, hata ukishindwa haupotei, ila hauongezeki. Kwa sababu testi ya Mungu ni kwa ajili ya kukunyenyua, ni kwa ajili ya kuexamine, ni kwa ajili ya kupima. Unapimwa uchaji wako, unapimwa utii wako, unapimwa imani yako. Ndio maana ukiona hapa wakati Mungu anamtesti Ibrahim, utaona baada ya Ibrahim kufaulu huu mtihani, Mungu akasema, kwa kuwa umetenda neno hili, sasa nimejua ya kuwa unamcha Mungu. Unagundua kitu kimoja wapo kilichokuwa kinapimwa ndani ya Ibrahim ni uchaji wake, kumcha Mungu kwake. Kwa kuna wakati Mungu atakutesti, tena saa nyingine na vile unavyovihitaji sana. Anaweza kukutesti kupitia hivyo. Anaweza kukutesti kuona, je, ulikuwa unahitaji tu uolewe alafu niache? Ulikuwa unahitaji tu upate kitu fulani alafu usiwe na mimi? Kwa anakutesti. Na saa nyingine akiona moyo wako umebase kwenye material things, atazuia usipate hivyo ili usije ukapotea. Sasa matokeo yake, usipokuwa na moyo wa kujiachilia kwa Mungu, kuna vitu unaweza ukajizuia kuvipata mapema, kwa sababu Mungu anakuprotect, Mungu anakulinda. Anagundua moyo wako ukipata vitu fulani, you will never walk with him. Hautaweza kutembea na yeye, hautaweza kuishi na yeye. Ndio maana sasa jifunze. Nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Mungu mmoja, tena mwimbaji, akasema siku moja yeye alijifunza, haombagi kwamba Mungu nipe gari, haombagi kwamba Mungu nipe nyumba. Akajifunza kumcha, akajifunza kutembea na Mungu kwa hofu. Mungu akiona uchaji, Biblia inasema wamchao Mungu hawahitaji kitu. Kwa nini? Mungu anawatosheleza, Mungu anawapa kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu ya ile hofu. Kuna kiwango cha kumcha Mungu huwa kinavuta vitu kwenye maisha yako. Mungu akiona ule moyo ambao umejidhatiti kutembea naye bila kujali mazingira, hata vile ambavyo hujaomba. Ndio ile kanuni ya kwenye Mathayo 6:33 inayosema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Wale wanaosoma Biblia watajua, ukianza kwenye Mathayo 5 mpaka kwenye Mathayo 7 utakuja kugundua hizo sura zote zinaongea hotuba ya mlimani. Maana yake zinazungumza kingdom culture, zinazungumza kingdom principles, zinazungumza kingdom lifestyle, zinazungumza utamaduni wa ufalme wa Mungu, zinazungumza kanuni za kifalme, zinazungumza lifestyle, mfumo wa maisha, kama mtu anataka kuona ufalme wa Mungu kwenye maisha yake. Ndio maana utaona pale pengine anasema, heri wenye moyo safi watamwona Bwana. Alianza kuzungumza zile akiwa mlimani, na ndio maana wanaosoma theolojia wanajua kwamba ile ni hotuba ya mlimani. Ukielewa ile hotuba, maana yake wewe utaanza kuishi maisha yaliyobebwa na ufalme wa Mungu ndani yako. Ndio maana kwenye ile hotuba utaona mahali pengine anazungumza maeneo yote yamekava. Anazungumza maeneo ya maombi, anazungumza maeneo ya utoaji sadaka, anazungumza maeneo ya namna ya kudili na adui zako, namna ya kudili na watu wanaokusema vibaya. Heri ninyi watakapokuwashutumu na kuwanenea kila neno kwa uongo kwa ajili ya jina langu, furahini na kushangilia, maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Anazungumza hivyo vyote. Anazungumza habari ya ninyi ni nuru ya ulimwengu. Anazungumza your identity in the kingdom of God. Anazungumza ukitaka kumuona Mungu, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Anazungumza vitu vingi pale, anaongea vitu vingi sana, anavizungumza pale. Hasa angalia, ukisha kuwa na moyo, ndio maana unakuta pale anazungumza kitu kingine, anasema kama ndege wa angani Mungu huwavisha nini. Kwa nini mnajisumbua sana?
Sasa hana maana msifanye kazi, lakini ana maana ya priorities, vipaumbele. Nani ni kipaumbele namba moja? Ukiamka asubuhi namna hii, umetoa blanketi yako, umezinduka, wazo la kwanza moyoni ni la nani? Unamwaza Mungu au unawaza madeni au unawaza kazi au unawaza vitu vya duniani? Mungu anataka ukiamka, yeye kipaumbele namba moja. Unapotembea, kipaumbele namba moja. Ukiwa kazini, yeye ni wa kwanza. Ukiwa uko mahali popote, yeye moyoni mwako awe wa kwanza, kwenye kinywa chako awe wa kwanza. Akiwa hivyo, na mengine yote atakuzidishia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna vitu haviji kwa sababu ya maombi. Maombi ni kanuni mojawapo, lakini kanuni moja haiwezi kuzuia kanuni nyingine zisifanye kazi. Ndio maana kuna vitu vimefungwa kwenye kanuni nyingine ambavyo mtu asipozijua hizo kanuni itakuwa ngumu sana kumwona Mungu. Na ndio maana kufundisha habari ya usikivu ni hali ya moyo wako kuwa tayari kupokea, kuelewa maelekezo au maagizo au anachosema Mungu, bila kujali anakugharimu kiasi gani. Ibrahim hakujali anamgharimu kiasi gani. Umewahi kujiuliza kumchukua mtoto ambaye mke wako amekuwa tasa kwa muda mrefu, amesubiri mtoto kwa miaka mingi, kampata uzeeni, alafu naenda kumtoa sadaka, alafu mke wako ajui? Kwanza hapo nawaza, ndoa nikirudi haipo. Sijui unanielewa ninachosema? Ndoa nikirudi hapa haipo. Na Sala, unajua alikuwa na sauti kwa Ibrahim. Kama nafikiri nakutania, kasome uone. Siku moja Sala alimwambia Ibrahim, tembea na mjakazi wangu. Ibrahim pamoja na kumcha Mungu alishindwa kukataa. Unanielewa? Ndio ujue convincing power ya mwanamke. Kasome kwenye Biblia. Hata mtu awe na upako namna gani, mwanamke akikaa kwenye nafasi yake ni kama vile mkate kwenye chai. Sijui unanielewa vizuri. Hata awe na manguvu kiasi gani. Kamuulize Samson atakwambia. Kamuulize Adam, wa kwanza anakutana na Mungu na Mungu anampa mwelekezo, lakini Eva alipomwambia anakwambia kula, alikula bila kuuliza maswali. Usilete mchezo. Power of the woman. Na ndio maana nilikuwa namsikia pastor mmoja anakuambia mwanamke ndio mtu pekee mwenye uwezo wa kumsikiliza Mungu akamuelewa na wakaelewana. Na saa hiyo hiyo ana uwezo wa kumsikiliza nyoka na wakaelewana. Usilete mchezo. Yaani ana power. Nyoka akiongea wanaelewana, Mungu akiongea wanaelewana. You see the power of the woman. Bwana asifiwe. Ukikaa kwenye nafasi yako na ile power na ule upako wa nafasi uliokaa ukaanza kufanya kazi, nothing is impossible. Mnanielewa watu wa Mungu? Hakuna kinachoshindikana. Ndio maana kawaulize watu wakuu wa Mungu kwenye Biblia, the power of the woman ilibadilisha kabisa maisha yao. Wengine ni positive way, lakini wengine ni negative way. Ndio maana unamuona mtu kama Samsoni, pamoja na kuwa na manguvu yote yale, Wafilisti wanamuogopa. Delila alimkalisha chini mpaka Samson akaanza kulopoka yote kwa Delila. Usilete mchezo. Power of the woman. Nguvu ya mwanamke, kalopoka yote. Why? Mwalimu, kwa nini unaongea haya? Nitaka nikuonyeshe. Ilikuwa sio rahisi kwa Ibrahim maamuzi haya. Ilikuwa sio rahisi. Unapiga gharama, lakini akasema potelea mbali. Maadamu Mungu amesema, atajua atakavyotengeneza. Bwana asifiwe. Ndio nikakwambia ile kanuni lazima upoteze ili upate. Ibrahim alikuwa anapoteza vyote. Anapoteza mtoto, anapoteza ndoa, anapoteza, lakini kwa ajili ya Mungu, Kwa kuwa Mungu alikuwa amesema, yeye aliamua kujikabidhi kwake kwamba vyovyote itakavyokuwa, nikipoteza mtoto ni kwa sababu nikirudi Sala hatanielewa. Na ndoa itakuwa ndio mwisho. Lakini unaelewa maana yake nini? Mtu wa imani anasikia kile Mungu alichosema hata kama kinagharimu uhai wake. Kwa sababu kuna njia utatembea utafikiri kama vile unaenda kufa, kumbe ndio unaenda kuokolewa na kupandishwa juu. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Lakini maana nyingine, andika maana nyingine. Usikivu wa kiroho maana yake nini? Usikivu wa kiroho ni kuwa na macho na masikio ya rohoni yaliyo wazi. Kuwa na macho na masikio ya rohoni yaliyo wazi, kutambua ishara, maonyo na maelekezo ya Roho Mtakatifu, hata katika mambo madogo. Narudia tena. Usikivu
wa kiroho ni kuwa na macho na masikio ya rohoni yaliyo wazi, kutambua ishara, maonyo na maelekezo ya Roho Mtakatifu hata katika mambo madogo madogo. Usikivu wa roho. Na mtu mwenye hii sensitivity, mtu mwenye hali hii, utaona, kwa sababu kuna namna sauti ya Mungu haitakuja kwa njia ya voice, itakuja kwa njia ya picha kabisa. Sasa if your eyes are closed, kama macho yako yamefungwa, huwezi kuona. Nakwambia kweli. Ndio maana kuna ishara, kuna wakati Mungu hataongea, atatumia vyote viwili. Atatumia lugha ya ishara. Ishara maana yake anaweza, kuna tukio linaweza kutokea, wewe unaliona kama tukio, lakini yule mwenye macho yake yaliyofunguka ndani ya tukio anaona hiki sio cha kawaida, Mungu anaongea hapa. Sasa angalia, anapozingatia lile tukio. Kuna matukio yanaweza kutokea kwenye familia, kwenye taifa, kwenye kanisa. Nyewe mnafikiri ni matukio tu yametokea, kumbe ni lugha ya Mungu. Kuna kitu anaongea. Anaweza akawa anaongea kutoa maonyo, anaweza akawa anaongea lugha yoyote ile, labda kuelekeza jambo. Nyewe mnasema ni tukio tu limetokea, kumbe ni lugha ya Mungu. Sasa kama unaona yale matukio kwa macho ya nje, utayapuzia tu, lakini mtu ambaye macho yake yamefunguka ndani ya lile tukio inaanza kumshangaza. Matukio mengi huwa yanatokea, lakini hili lazima kuna jambo. Sasa anapogeuka moyo wake ili kufuatilia lile tukio, ndani ya lile tukio ndipo anaanza kusikia sauti. Ilitokea wapi? Ilitokea kwa Musa pia. Ilitokea wapi? Ilitokea kwa Paulo wakati anatafuta mwongozo. Kila wanapotaka kuhubiri Injili wanazuiliwa. Anasema siku moja akaona maono. Anaona nini? Sema maono. Sinikuonyesha kwenye ile kitabu cha, ni kitabu bila shaka cha Matendo ya Mitume. Bwana asifiwe. Kitabu cha nini? Matendo ya Mitume. Na nilikusomea jana hapo. Ni kitabu cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 6 hadi wa 10. Pale ambako wanajitahidi kwenda huku, roho wa Yesu, roho wa Mungu akawakataza. Wakajitahidi kwenda huku, roho wa Yesu akawazuia. Lakini anasema wakaona, Paulo akaona maono. Anaona mtu wa Makedonia akiwa anamwambia njoo utusaidie. Anaona nini? Maono. Lakini yale maono aliyoona, Mungu hakuja kumwambia Paulo nendeni Makedonia, ila macho yake yaliona mtu wa Makedonia akimwambia njoo tusaidie. Anasema tulipoona vile tukaelewa kwamba Roho Mtakatifu ametuita tulipeleke neno Makedonia. Nataka nikuulize, kama macho yao yasingekuwa yanaona, wangewezaje kuelewa ile lugha? Angeza kusema tu haya ni maono tu. Mtu wa Makedonia, si tumekuja kuhubiri Injili, maana yake nini? Hatuelewi chochote. Macho lazima yaone. Kuna ishara Mungu anazitumia. Watu wa Mungu, ishara imebeba sauti. Haleluya. Mnanisikia nachosema? Ndio maana wakati Mungu anamwita Musa, anamtuma kwa wana wa Israeli, akampa ishara ya nyoka, akampa ishara ya mkono kumuonyesha, akampa pia ishara ya fimbo yake kupiga nini? Kupiga maji yakageuka. Akasema sikiliza Musa, wasiposikia sauti ya ishara ya kwanza, watasikia sauti ya ishara ya pili. Hii inamaanisha nini? Ishara imebeba sauti. Ndio maana kuna wakati Mungu hataongea direct hivi, lakini atatumia nini? Ishara. Nimekuonyesha kwa Paulo kwenye Matendo alitumia ishara, lakini nimekuonyesha kwa Musa ile sura ya 3. Una wakati Mungu anamwita, aliona kijiti akiteketei, maana yake aliona. Na alipoona, alipozingatia moyoni, akasema nitageuka nione nini maana ya maono haya. Maana yake macho yake yalikuwa na uwezo wa kuona. Alipogeuka, Biblia inasema Mungu alipoona amegeuka, ndipo akamwita kwenye kile kijiti. Kuna ishara Mungu anapoleta, usipomaanisha kuzifuatilia, kuna sauti huwezi kuisikia ndani ya ile ishara. Haleluya. Kama umenielewa sema amina. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kukupa tafsiri hiyo, kwamba macho ya rohoni na masikio ya rohoni yaliyo wazi kutambua ishara. Na Mungu ameshatupa ishara nyingi sana kwenye maisha yetu, lakini shida ni kwamba macho yetu na masikio yetu hayako sensitive. Tunaona sana vitu vya mwilini kuliko vya rohoni. Masikio yetu yanasikia sana habari za mjini kuliko habari za mbinguni. Na wewe ni mtu ambaye unampenda Mungu,
unatakiwa kusikia vitu vya rohoni zaidi kuliko vitu vya mwilini. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Namalizia jambo la mwisho. Usikivu wa rohoni maana yake nini? Nikupe maana ya mwisho hii. Ni uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu na kelele nyingine za ulimwengu au za adui, bila kujali anachosema kinaonekana kama cha kweli. Yaani adui anaweza akaongea kitu kikaonekana kama cha nini? Cha kweli. Lakini usikivu wa kiroho unakuwa na uwezo wa kutofautisha. Hii tunaita discernment. Discernment maana yake ni uwezo wa kujua sauti, kujua roho, kupambanua. Tunasema discernment ni uwezo wa kupambanua roho. Sema kupambanua roho. Sasa unapopambanua roho, una uwezo wa kujua sauti, hiki kinachozungumzwa ni cha Mungu au ni cha shetani. Haijalishi anayezungumza ni mtumishi, haijalishi anayezungumza ni mtu unayemwamini, haijalishi. Kwa sababu kuna wakati ili ujaribiwe vizuri, shetani atatumia watu unaowaamini. Fikiria we ni mtu wa kanisani, shetani akimtumia mlevi au akamtumia kahaba wa kule baani unayemjua, utamwamini? Unaweza kuingia kwenye mtego, unaweza kuharibikiwa. Akimtumia mtu ambaye ni wa mbali, atamtumia mtu ambaye saa nyingine unamwamini, unaomba naye, na saa nyingine unajua huyu ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Lakini atamtumia huyo, atamtumia. Sasa usipojua kwamba sauti hii inayopita ndani yake leo sio ya kwake, ni rahisi kuharibikiwa. Haleluya, watu wa Mungu. Na ndio maana moja ya gift au karama au zawadi ambazo Roho Mtakatifu anatoa ni kupambanua roho. Sasa tunaposema usikivu wa rohoni, hii ni maana ya 6, si ndio? Maana ya 6 ya usikivu wa rohoni ni uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu na kelele nyingine za ulimwengu au za adui. Na moja ya kitu kinawasumbua watu kwenye nyakati hizi ni kelele wanazozisikia, sauti nyingi, mpaka anashindwa kujua hivi ni Mungu. Hujai kusikia mtu anaamka asubuhi anasema sijui ni Mungu, sijui ni shetani? Umewaisikia hiyo? Tena saa nyingine bora angeanza sijui ni Mungu, mara nyingi wanaanza sijui ni shetani. Yaani nimesikia kabisa ile sauti ikiongea na mimi, lakini sijui ni shetani. Hasa unamuuliza, kwa nini shetani unaamini kama anaweza kuongea? You see? Maana yake nini? Uwezo wa kupambanua, kuelewa. Tunapozungumza usikivu wa kiroho ni uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu na kelele nyingine za ulimwengu na za adui, bila kujali kinachosemwa kinaonekana kama ni cha kweli. Matendo ya Mitume ile 16 mstari wa 14 mpaka wa 18. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 14 mpaka wa 18. Hapo utakutana na habari za Paulo. Amen. Wanaenda mahali pa kusali, lakini wanakutana na kijakazi mmoja akiwa anawatangaza, anasema hawa ni watumishi wa Mungu wanaohubiri habari njema. Tena akafanya vile Biblia inasema siku nyingi, lakini siku moja wanaenda kusali, maandiko yanasemaje? Akiwa anatamka vile vile, kwani alichokuwa anasema ni cha uongo, ni cha kweli? Cha kweli kabisa. Hawa ni watumishi wa Mungu wanaoleta habari njema, lakini Biblia inasema Paulo akasikitika. Kwa nini? Aliona ndani ya yule kijakazi kuna roho ya utambuzi, ana pepo la utambuzi. Biblia inasema akamkemea. Sasa unajiuliza, unamkemeaje mtu anayekusifia? Saa nyingine unaposifiwa hivi, uwe makini wewe. Wanakusifia ili wakuingize kwenye kingi, ili wakupige vizuri. Unafikiri kila mtu anayekusifia unasema ananipenda sana, yani kila nikitokaga anasema ongela, yani wewe, yani dada, yani nikikuonaga ninabarikiwa. Unasema wow, Mungu amenipa kibali. Cheki watu wanavyonisifia kazini. Wanakusifia wanakusifia. Sasa kwa kuwa na wewe huna usikivu wa kiroho, unaanza kufungua moyo. Unasema yani huyu, hawa ndio wa kuweka karibu. Kwa namna anavyonisifia, subiria utakavyopigwa pigo moja. Utapigwa pigo moja mpaka utasema yani watu ni wabaya kuliko shetani, na Mungu anakushangaa. Kwa nini? Ulitekwa na zile kelele za mdomoni, kumbe watu wamebeba roho ya shetani ndani yake. Haijalishi kinachosemwa kuhusu wewe ni cha kweli, lakini lazima uiexamine hiyo roho inayosema. Uwe na usikivu wa rohoni
kwamba anacho. Watu wengi wameharibikiwa kibiashara. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na mipango mizuri, akiwa na share na wenzake, baadaye yule mwenzake akaanza kumpa ushauri tofauti, yeye akajua ni ushauri wa kweli. Sema hili jambo ukienda haraka nalo litakuharibikia hapa, wakati kumbe Mungu alikuwa amempa spidi ya kiungu ndani yake, kwamba hili jambo lazima akimbizane nalo ili afike mahali, na ameinua imani ndani yake na ujasiri. Alipoanza akakutana na mtu mwingine anayemwamini, kamwambia hatuendagi haraka hivyo, mwenzako fulani alienda hivi akaishia hapa, mwenzako fulani alienda. Yeye anafikiri ni ushauri, kama vile hekima fulani. Alipokuwa anapokea yale maneno akayaamini bila kuwa na usikivu wa rohoni, watu wengi wamesimamisha vitu vyao, watu wengi wamebadili malengo njiani, watu wengi wamebadili mipango yao, na inawagharimu. Na saa nyingine anajiuliza anakosea wapi? Kuna sauti unazoziamini kwa sababu ya kukosa usikivu wa rohoni. Kila sauti inayokuja kwako unaipokea, kila sauti inayokuja kwako inayopokea, kila sauti inayokuja kwako unaipokea, na ile kupokea pokea, mwisho wa siku unakuwa confused, mwisho wa siku unakuwa stagnation, unakaa mahali pamoja, haupigi hatua. Nguvu ya kufanya ulichokuwa unafanya inapotea, unapoteza kujiamini, unapoteza kuwa jasiri, unapoteza kuendelea mbele. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe usikivu wa rohoni. Usiamini sauti yoyote isipokuwa sauti ya Mungu peke yake. Mungu akupe uwezo wa kutofautisha sauti yake na sauti za kelele za ulimwengu. Ulimwengu na sauti yake, shetani ana sauti yake. Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Iwe ni kazini, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye familia, iwe ni shuleni, iwe ni mahali popote unapopita. Na saa hii ninavyoongea, Roho Mtakatifu ataanza kufanya review kwenye moyo wako, kukuonyesha kwamba mahali hapa ni kwa sababu hukutaka kwenda na kile ambacho mimi nilikwambia, ukasikia watu wengine na ukakwama. Ukisoma kwenye Biblia, wako watu waliondolewa kwenye nafasi kwa sababu ya kusikia sauti za wanadamu, wakaacha kumsikia Mungu. Unasema watu gani? Kamuone Sauli mfalme, Mungu alimuagiza akamuue Agagi, awaue watu wote. Yeye alipofika kule, wale watu walioenda naye wakamwambia, hatuwezi kuua mifugo, hatuwezi kuua watu wote, ngoja tumbebe Agagi, lakini tubebe na ng'ombe walionona, alafu sehemu ya ng'ombe walionona tutatoa sadaka kwa Bwana. Aliporudi, Mungu akakasirika na akaondolewa kwenye nafasi. Hakuzini Sauli, hakuua mtu, lakini kosa lake ilikuwa kutii maelekezo, kutii usikivu. Yeye akasikia, na anakiri mwenyewe, anasema nilisikia sauti za watu. Kasome wa Samueli wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 21 mpaka ule wa 23. Kasome uone. Anasema nimetenda dhambi, nimetii sauti ya watu, nikaarifu neno la Bwana, nikamwalifu Mungu. Kwa nimekukosea, nimetenda dhambi. Kitendo hicho tu kilimuondoa kwenye nafasi. Unaweza ukazuiliwa mahali kwa sababu umepoteza usikivu wa kiroho, na hili ni kosa kubwa ambalo tunalifanya. Ngoja nikueleze jambo la mwisho ninapofunika Biblia ili tuendelee kuomba sasa. Angalia jambo la mwisho, sikiliza mtu wa Mungu. Ukisoma Kumbukumbu la Torati ile sura ya 2, Kumbukumbu la Torati sura ya 2, kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 4. Kasome maandiko, mstari wa 1 mpaka wa 5. Ule mstari wa 1 anaeleza namna ambavyo walifuata njia ya kwenda jangwani. Afu maandiko yanasema tukawa tukiuzunguka ule milima Seiri kwa muda wa miaka mingi. Wakawa wakiuzunguka ule mlima. Naomba nikusomee tu ile andiko moja tu, afu tuingie kwenye maombi sasa. Angalia mtu wa Mungu. Angalia mstari wa 1 na ule wa 2. Mimi hadi wa 3. Mimi sitakusomea mingi. Anasema ndipo tukageuka, tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Sema kama alivyoniambia Bwana. Maana yake huyu kiongozi alikuwa na usikivu wa kiroho. Anasema tukawa tukiuzunguka milima Seiri siku nyingi. Hapa siku nyingi ilikuwa ni miaka, wanazunguka mahali pamoja. Anasema Bwana akanena akaniambia, mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Angalia, Mungu anakuja kuingilia kati. Wamekaa mahali pamoja tu, maisha yao hayaongezeki, wanazunguka pale pale, wanazunguka pale. Na unajua wana wa Israeli walikuwa wanafuata wingu, uwepo wa Mungu uko pale, lakini wanazunguka pale pale. Ili watoke mahali walipokaa muda mrefu, ilibidi Mungu aje tena, sauti yake ije kumwambia kwamba mlivyozunguka hapa ya tosha.
geukeni upande wa kaskazini. Neno upande wa kaskazini maana yake anawapa new direction, anawapa mwelekeo mpya, kwamba msiendelee hapa, ninawapa upande wa kwenda. Biblia inasema alipoambia geukeni, akawapa na maagizo ndani yake. Ndipo anaianza safari ya kutoka mahali walipozunguka miaka mingi. Ndio maana nikakwambia, mahali ulipokaa muda mrefu, sikiliza, usipokuwa na usikivu wa rohoni, haijalishi utaombewa namna gani, kwa sababu kuna vitu ili utoke lazima upewe new direction. No direction, hakuna step unaenda. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Na ndio maana kuna vita hii ya usikivu. Adui hakuwezi kukuacha hivi hivi. Dunia haikuachi hivi hivi. Wakati Mungu anataka kuongea, yenyewe inatanguliza sauti zake. Inatanguliza. Wewe fikiria, hata kama mtu anayeumwa, Mungu amepanga kumponya, lakini dunia inaongea. Inamwambia wewe, huu ugonjwa angalia, fulani alikufa, fulani alikufa, fulani anaishi kwa matumaini. Lakini ukikaa hivi unasikia kabisa, kila ukikaa linakuja lile neno la imani kwamba mimi ni Mungu niponyaye. Mimi ni Mungu niponyaye. Mimi naweza kuitakasa damu ambayo haikutakaswa. Mimi, yani unasikia kabisa moyoni, manake Mungu anakuambia habari ya kukuponya. Lakini kitu cha ajabu unashangaa nini? Unashangaa sauti za ulimwengu, sauti zilizopamba hayo magonjwa, sauti zinazozungumza ni kubwa kuliko sauti ya Mungu ndani. Mungu akujalie neema ya kuwa na usikivu wa rohoni na kutofautisha sauti. Hautakwama ulipokwama. Mimi nakuombea hii neema katika jina la Yesu. Mwalimu, kwa nini unaongea hivi kwa mzigo? Kwa sababu hata mimi nimeona kuna maeneo unaomba mpaka unafunga, mpaka unakonda, unasinyaa, lakini huoni mwelekeo. Mungu akitaka kusaidia analeta mwongozo mpya. Anakuambia, mwanangu, sasa hutatembea hivi, anza kutembea. Na unapofuata hatua kwa hatua, unashangaa kwamba hiki kitu mbona niliomba muda mrefu, imekuwaje leo sasa imekuwa rahisi namna hii? Usikivu wa rohoni. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Mandarabasha. Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa tena? Na ndio maana nitakueleza huku mbele tunapozungumza. Nimeona nikupe maana. Nitakueleza huku mbele kwa sababu ni pointi kama 5. Vita ya usikivu wa kiroho. Na vita ya kwanza tutakaoanza nayo kesho ni vita kati ya mwili na roho. Vita kati ya mwili na roho. Namna ambavyo inakuconfuse usiwe na usikivu wa kiroho. Wewe unaweza kumsikia Mungu kabisa. Funika macho yako. Fuatana na mimi maombi haya. Sema, e Mungu ria hai. Paza sauti yako watu wa Mungu, kwa sababu natamani unapoomba ombi hili Mungu aweke kitu kipya ndani ya moyo wako. Aweke shauku ya kuwa na macho na masikio ya rohoni. Lakini pia aweke uwezo wa kutambua, kutofautisha sauti ya Mungu na sauti zingine kabisa. Sema, e Mungu ria hai. Katika jina la Yesu. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa neno lako. Asante kwa neno hili. Kwenye mapambazuko haya ya siku ya leo, umesema nami e Bwana. Umeongea nami e Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa habari ya usikivu, usikivu wa kiroho, umesema nami e Bwana. Nami ninaomba kwa jina la Yesu, yafungue macho yangu, macho ya kiroho, kwenye kila eneo la maisha yangu, kwenye kila eneo la maisha yangu, nipate kuona e Bwana, nipate kuona e Bwana, nipate kuona e Bwana, nipate kuona e Bwana, nipate kuona ishara, nipate kuona maono na kuelewa e Bwana. Fungua sikio langu la ndani, masikio yangu ya kiroho yapate kusikia, yapate kuelewa
kile unachosema kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu ria hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila ushauri niliowahi kupokea na sikupima, Bwana, sikukaa mbele zako ili kutofautisha juu ya hiyo sauti na sauti yako, Mungu ria hai, huo ushauri ukasababisha madhara kwenye maisha yangu, na kila sauti za ulimwengu na kila sauti za adui zilizopita kwenye chaneli mbalimbali, zilizopita kwenye chaneli mbalimbali, kwenye chaneli ya watu, kwenye chaneli ya mazingira, kwenye chaneli ya kazini, kwenye chaneli ya biashara, kwenye chaneli ya familia, kwenye chaneli mbalimbali. Mungu, ninaomba katika jina la Yesu, ninaomba Bwana upate kunirehemu, kwa kuwa Bwana sikuwa na uwezo wa kutofautisha sauti yako na sauti za adui, sauti yako na sauti za ulimwengu. Asubuhi ya leo ninaiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu ipate kuondoa huo udhaifu uliokaa ndani ya moyo wangu wa kuamini watu kuliko Bwana kukuamini wewe. Asubuhi ya leo ninaomba neema ya kunisaidia, ninaomba neema ya kuniwezesha, ninaomba neema ya kuniwezesha kutofautisha sauti yako na sauti zingine, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu yule yule uliowasaidia wakina Paulo na mitume wengine kutofautisha sauti yako na sauti zingine. Nami ninaomba neema hiyo hiyo kwenye biashara, neema hiyo hiyo kazini kwangu, neema hiyo hiyo kwenye familia, neema hiyo hiyo kwenye ndoa, neema hiyo hiyo kwenye malezi, neema hiyo hiyo kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Kila eneo Bwana uliloniweka, nipe neema hiyo ya kutofautisha sauti yako na sauti zingine, katika jina la Yesu. Hata kama kinachosemwa ni cha kweli, lakini Bwana nisaidie kutokuamini kila sauti. Nijalie Bwana, nijalie Bwana, nijalie Bwana, kuanzia asubuhi ya leo. Nijalie Bwana, nijalie Bwana kuwa na usikivu wa rohoni, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana dakika moja, dakika moja. Jiombee dakika moja, maanisha jiombee kazini, kwenye maisha yako, kwenye utumishi wako. Usisikie kila sauti, usifuate kila sauti, usisikie kila sauti, usifuate kila sauti. Mungu akupe neema, Mungu akupe uwezo wa kutofautisha sauti yake na sauti za ulimwengu, sauti yake na sauti za adui, katika jina la Yesu. Bwana achilie hiyo neema ndani ya moyo wako, ndani ya akili zako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila sauti iliyopata nguvu isiyotoka kwa Bwana ndani yako ipate kuondoka. Hayo mawazo, hayo mashauri yaliyopata nafasi, yanayokuondoa kwenye njia, yanayokukwamisha kwenye eneo lako, yaliyosababisha usiwe na ujasiri tena wa kuendelea yale maono ambayo Mungu alikupa. Hizo sauti zinazosema bado wakati, zinazokucheleweshea muda, zinazosema bado wakati, zinazokucheleweshea muda, zinazosema hauwezi, zinazosema wewe ni dhaifu, zinazosema wewe hauwezi, hizo sauti zipate kuondolewa na Bwana akuletee
akuletee sauti ya kukuimarisha. Bwana akuletee kipawa cha kutofautisha sauti. Kandorobosa rabashandarapakora rimandarabasa risandarapagorabasaya. Kwa damu ya Yesu aliye hai, kule ofisini, kule kwenye familia, kule kazini kwako, kule kwenye uchumi, kule kwenye maisha yako, kila mahali unakopita, mtaani kwako, kwenye kundi la marafiki ulionao, ambao wengine wamefichwa na adui ili kukukengeusha, wengine wanatumika vibaya na adui zako. Kandorobosa, Bwana akupe neema ya kutofautisha. Haijalishi nani anaongea, haijalishi nani anasema, haijalishi nani anaongea. Bwana akupe neema, Bwana akupe neema. Usitekwe tena, usitekwe tena, usiharibikiwe tena, usikengeushwe tena, usizuiliwe tena, usitekwe tena, usiharibikiwe tena, usikengeushwe tena. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Mandarabasan mandorobosi mandarabashandarapakora risandarapako. Kabisi siku ya leo, jikabisi mikononi mwa Bwana. Mwambie Bwana, niongoze kila mahali nitakapoenda. Nataka kuona sauti yako ikiwa na nguvu ndani yangu. Sitaogopa mazingira, sitaogopa mapito, siogopi hali yoyote ninayopitia. Ninaomba sauti yako Bwana iniongoze, iniongoze kazini. Uwepo wako uende nami kila mahali asubuhi ya leo. Nguvu zako ziniatamie katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Huyu Mungu akubarikie, huyu Mungu aende nawe, huyu Mungu atembee nawe, huyu Mungu aende nawe kazini, huyu Mungu auishe moyo wako, akurejeshe huo ujasiri ulioondoka, arejeshe hiyo imani, arejeshe huo ujasiri, arejeshe hali ya kujiamini ndani yako katika jina la Yesu aliye hai. Hata kama ulikosea, Bwana akurejeshe, Bwana akurejeshe kwa rehema zake, arejeshe hali ya kujiamini. Ukiwa kazini, ukiwa kwenye biashara, ukiwa mahali popote, Bwana arejeshe hali ya kujiamini. Wewe ni chombo cha Bwana, wewe ni taifa teule, wewe ni uzao mtakatifu, wewe ni uzao wa kifalme, wewe ni uzao wa Mungu. Kandorobo sandarapakora. Bwana akurejeshe kujiamini, kujiamini. Hauko peke yako, uko na Bwana. Wewe hauko peke yako. Ujasiri ule ule waliotembea nao mitume, acha Bwana uachilie ndani yako. Kila mahali unapopita, wachawi wakakimbie mbele yako, haweke utisho juu ya paji la uso wako. Hao wanaopanga vibaya, hao wanaopanga mikakati, mashauri yao hayatafanikiwa, malengo yao hayatasimama kwenye maisha yako. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, Bwana preserve, Bwana alinde moyo wako, Bwana alinde hatua zako, Bwana alinde kazi zako, Bwana alinde uchumi wako, Bwana alinde afya yako kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu aliye hai, nuru ya utukufu ikuzukie sasa kwenye maisha yako, kazini, kwenye familia na mahali popote unapopita, kwa damu ya Yesu aliye hai.